Haya, niulize. Unauliza nini? Sasa kwa nini unachukua rai mbele ya hadithi za Mtume? Mbona unabadilisha dini ya babu yangu? Akamwambia, kama utaniruhusu nikuulize maswali. Uliza. Akamwambia, ninakuuliza, je, swala na saum ipi bora? Akamwambia, saum na swala, bora ni swala. Swala ina nguvu, kitu kikubwa. Akamwambia, sawa, sisi tumekwenda na dini inavyosema, nasi ya Mtume Muhammad babu yako inavyozungumza, tumekwenda hivyo hivyo, hatukutumia akili wala rai. Tungetumia akili tungesema ikiwa sala ni bora kuliko saum, basi mwanamke akiwa na hedhi akimaliza alipe swala. Lakini angalia, inasema mwanamke akiwa na hedhi alipe funga, lakini sala halipi. Si ndivyo hivyo? Sasa hapo hatujatumia akili sisi, lakini akili inasema hivyo. Kile kilicho bora, kwa nini hakilipwi? Swala anakwenda kulipa saum. Akajua hapa naongea na mtu ambaye sio kawaida. Akaambia, nikuulize swali la pili. Swali gani? Akaambia, albaulu wan nutfa ayuhuma anjas, mkojo na manii, kipi kilichokuwa najisi? Akamwambia mkojo. Akamwambia, hivi ndivyo tunavyofanya sisi, na tunakwenda sambamba na dini ya Mtume na kauli ya Mtume na dini inavyosema. Tungekuwa tunatumia akili, tungesema ukikojoa ukoge, manii yakitoka ndo utawale. Lakini manii yakitoka uambiwi utawale, tunaambiwa ukoge hasa. Lakini mkojo ukitoka unaambiwa nini? Tawadha tu, umerudi na wakati kilichokuwa najisi zaidi ni mkojo. Sijui kama mnaelewa, kwa sababu huyu mtu alikuwa hatari katika mambo ya rai na vitu kama hivyo. Sasa anatoa hoja hapa, nakwambia, ikiwa mkojo ndio najisi zaidi kuliko manii, kwa nini tunakoga kwa manii lakini tunatawadha kwa mkojo? Ndio maana yake. Kisha akampa swali la mwisho, nikuulize sasa. Nauliza, kwa nini? Anasema, mwanamke na mwanamme, yupi dhaifu katika hawa wawili? Anasema mwanamke dhaifu. Anasema, hivi ndivyo tunavyohukumu kwa dini ya babu yako na nas zilizotoka huko. Ingelikuwa tunahukumia rai, tungesema katika mirathi mwanamke apewe 2 kwa sababu ni dhaifu, mwanamme apewe 1. Lakini wanasema lidhakari mithlu hadhil unthayayn, yule dhaifu aweziwa 1 na yule alikuwa nini. Sisi hatutumia akili, tunakwenda vile vile anavyosema, kwa sababu Mungu anajua mwenyewe hikma zake.